zaidi. Wale wanasema sijui nitamsubiri mtu atoke, basi mimi nitakuwa wa kwanza kutoka. Nyie mfuate sasa, mnifuate mimi. Nitakuwa wa kwanza kutoka. Kwa hiyo nyie tukutane barabarani. Hamna kusema kwamba sijui nani atangulie au nani atangulie. Mimi nimeshasema basi nitakuwa wa kwanza kutoka. Na waombeni ndugu zangu, tupambanie hili jambo, lina umuhimu sana kwa maslahi ya nchi yetu. Nashukuruni sana, tuendelee. Nashuka chini, mwingine aendelee. Fox endelea. Fox washa mic endelea. Mbona tumekaa kimya jamani, watu waongei? Endeleza kuongea. Endelea. Okay. Mimi naanza hapa nilipoishia hiyo. Hapa nilipoishia kwanza watu wakandaziwa jamani, watu wakandaziwa, tunaomba mtuheshimishe kwa hili hapa. Tunaombeni sana, tuko chini ya miguu yenu. Watu wakandaziwa, ndako mlianzisheni huko. Yaani toka kimuhemue itakutosha, yani ikiwezekana hata huku Dodoma sifike kabisa, sifike yani ishie huko. Maana kituo chake cha kupiga kura ni Dodoma. Kwa hiyo akiwa anapiga kampeni zake huko anakuwa anapiga pia ni sababu ya kurudi Dodoma. Kwa hiyo mnye mkiliamsha vizuri, hata nguvu ya kurudisha gari nyuma itakuwa haipo. Kwa hiyo tuombe sana watu Dodoma, watu wananiwa wapi, watu wa Mwanza, ukandawaziwa kwa ujumla. Tunaombeni sana. Mwandike historia yenu. Sawa, kiongozi Magufuli kauawa na wao wenyewe, basi na nyinyi kupitia nyinyi wenyewe hiyo malipo kwa Magufuli. Sawa, kwa tunaombeni sana jamani. Lakini pia jamani, tusisahau kuandaa zana hivyo. Zana kwa ajili ya mashambulizi. Isiaka samaki kidogo, naomba nimalizie after ongea brother. Iko umeona? Ngoma anavyoenda hiyo. Kwa hiyo jamani hivyo. Tufanye juu chini hivyo. Zana jamani, lakini pia jatu mwingine kuhusu zana kwamba itabidi utangulize zana sema tukio. Ndio ilikuwa ni nzuri, lakini mwangu hiyo hapo ni mbali shehe. Sababu gani? Hawa watu watumia mbwa. Sawa, kwa hiyo mtu unaweza kujikuta kwamba unapoenda ulipoacha mali yako, ukifika pale ile mbwa ishafukua na mali zako shehe nazo. Kwa hiyo unajikuta kwamba umeenda ukijiamini kwamba zana unazikuta mbele, kumbe zana hamna. Sawa? Kwa hakikisha kwamba hata kama basi hata kama unatanguliza zana mbele, hakikisha kwamba una zana nyingine mfukoni ambazo zinaweza kusogeza wewe. Ili ufika pale uchukue hizo zinazo mfukoni na zile pale mambo yaendelee. Yangu ni hayo tu. Dr. B. Pale yangu ni hayo tu. Dr. B. Inuka uangaze, mbona uongei na ulikuwa unaomba kupanda? Mimi nimeshaongea. Hapa nilipanda ili nimuulize Isiaka. Huyo Isiaka kila akipandaga Isiaka lazima afanye yani kwamba yani hazimi mic kwa wakati mpaka uongee. Sasa inakuwa sio vizuri. Kila siku anapandaga. Yeye anakuwa juu taratibu hapa. Basi mtu anapopanda, mbona ingia tukipanda tunazima mic kwa haraka? Naam. Disclaimer endelea. Lucky tunaomba uzime mic. Kama inawezekana shuka chini. Ukaendelea kuripoti live. Shuka chini. Mimi nilitaka kujazia hapo kwenye swala la mbwa hapo. Hapo swala la mbwa hata msio na wasiwasi nao. Wale mbwa wafanyagi kazi basi. Mimi nimefanya nao sana kazi ya mbwa. Hamna kitu chochote. Yaani
mafunzo yao tunaodanganyiwa sijui wale mbwa na mafunzo fulani. Hakuna kitu chochote. Mimi nimefanya practice mpaka kwenye chuo cha polisi Rasta. Hawashiki chochote. Hawajui nini wamefundishwa. Yani mkianza tena kudanganyana mambo ya mbwa sijui nini. Wewe fanya maamuzi yako, toka weka vifaa vyako sehemu. Kama unajua muda wa kuliambush unaliambush, wewe ambush tu. Yani tusiwadekeze hawa watu yani. Alafu swala tumeshaamua kulivalia njuga limeshakuwa serious. Yani limeshakuwa serious. Hakuna mtu anatania hili swala. Yani liko very serious. Kwa hiyo tukianza kuchukulia mambo taratibu poa, ngoja niangalie, usipime upepo. Yani unataka kutoka, toka. Yani usiangalie mtu nyuma. Tumeshakubaliana moto ndo silaha kila kitu, moto tu. Yani wewe usiulize chupa lako la konyagi umetia petroli unafunga utambi juu unabamua tu ukishawasha utambi. Tunaondoka. Yani usicheke na kenge. Yani usicheke na kenge kabisa. Yani hakuna mtu yote anaweza kukuzuia kwa sababu yani situations zilipofikia. Nimetoka Instagram huko nimeona kiongozi wa polisi anaongea usenge, anatuambia kwamba anawatishia baadhi ya maofisa kwamba watauawa. Yani anasema hadharani kabisa hao wote tuliowashika tunawaua. Kweli yani ndo tumefikia huko? Yani kweli Tanzania ndo tumefikia kwenye hiyo sehemu? Kivula vipi tena Kivula? Safi kaka, kwema jamani. Una mute basi mic nyoko. Sawa. Nimepima mute ili muongeaji aendelee kushusha nondo hapo. Alafu baadaye mtanikaribisha na mimi na yangu. Sasa kwenye hii nchi tulipofikia jamani, hakuna mtu anaweza kumpambania mtu. Yaani kila mtu sema mimi natoka kwa ajili yangu. Yaani usisikilize tena mtu. Yaani fanya maamuzi yako sahihi. Una chochote beba mbele kwa mbele. Yaani wewe amua tu, kwa sababu hata walioamua kujitoa wameshaamua kwa ajili yetu. Yaani haya matatizo tumeshakubali kuyabeba. No way out. Yaani tupambane tunavyoweza. Wewe jua tu kabisa mimi sina situation yoyote. Wewe ushapanga muda wako. Wewe umeshasema nitatoka saa 6 usiku, ushasema unatoka saa 8 usiku, wewe saa 9. Yaani wewe muda wako saa 12 ikifika barabarani tumejaa. Yaani wa kuamka saa 10 unaamka saa 10. Una target yako unasema mimi nitaenda kuchoma kitu fulani. Wewe fanya unachofanya, usiangalie nani yuko nyuma yako. Wewe weka tu. Hakuna yani asilimia kubwa ya wananchi wanaozunguka mazingira yetu wote wako na sisi. Sio kila mtu tu anapenda kujionyesha. Yani na uhakika asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ni ngumu yani kusema kwamba ukose kujiamini ufanye kitu alafu watu wakuwataki kwa huo wakati kusiwe na msaada. Yani kwa sasa hivi hakiwezekani. Yani kwenye watu 10 na kuhakikishia watu 9 ni wananchi wanaelewa nini wanataka. Kwa hiyo yani usiogope, wewe fanye kila kitu unachoweza kwa sababu msaada upo. Yani aliyoko pembeni yako hauna sababu ya kumwamini, ila wewe fanya kwa sababu unajua kabisa uhalisia wa hii nchi ulivyo. Watanzania wengi wameamua kuendana tu na hali jinsi ya mazingira yalivyo. Kwa hiyo wewe usiogope chochote. Wewe ukikuta kitu chochote yani kieleweki, mtu aeleweki na wewe shika, peleka unapeleka, kwani kama ni kukandana naye mkande tu vizuri. Maana yani wasenge washatuzoea. Yani ishakuwa nchi tena ni ya babu yao, shamba la bibi, wanaweza tu kuchuma. Maisha magumu kisenge mtaani, maisha magumu kisenge kumala mama. Yani maisha magumu kisenge. Tunahangaika kweli na maisha, afu kuna watu wachache wanakula hii nchi. Rasta bei za yale magari Rasta ni mishahara 3 ya rais wa Marekani. Alafu yani bado tunachukulia tupo. Yani kuna wasenge tu bado wana comment usenge. Sijui anataka hakikishiwe nini kumala mamako. Amka wewe, mbona akili imeganda? Kwani kumala mamako anataka kuambiwa jamani njia ni hii, kuna haoni kabisa kinachoendelea. Usipunze mazezeta kwenye hii nchi Rasta. Yani mtu unaona kabisa yani mama maji wala. Wana comment usenge mtupu yani. Mtu unashindwa kujiamini, yani unashindwa kuelewa ni nani. Jamani mimi nikiongea sana nitapata hasira, naweza nikameza chochote. Mimi niishie hapo. Okay, asante. Lema, wish you all the best for everything. I know we can win. Okay, Lema,
Zima mic yako. Jonas Katawa, zima mic yako. Lucky, tunaomba ufungue mic yako utoe mchango wako.